Tumaini yangu ni kwamba humweri wa afya, mpendwa wasikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchumba katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tete naja tena mbele zenu, wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo ni maswali na majibu. Nashukuru Luba kwa sababu anaendelea kunisaidia. Wapendwa wameuliza maswali, leo tutaenda kujibu baadhi. Neno likiruhusu, wiki inayofuata tutaenda kujibu, kwa sababu sitakuwa na jibu yote, isiwe inachukua masaa. Hapana, afadhali hata dakika 30 hivi. Ikienda sana 40, inategemea, labda naweza nikapitisha. Kwa hiyo sio kwamba labda anasema kwamba itakuwa ni dakika 30 hizo 40, lakini nitajitahidi tu ili kwamba isiwe napita hizo dakika. Lakini maswali ni mazuri. Yes, maswali ni mengi, maswali ni mazuri. Kwa hiyo nimechukua tu baadhi, lakini mengine ambayo wewe ambayo utasikia kwamba utasikiliza labda swali lako bado halijajibiwa, ujue kwamba labda itakuja wiki inayofuata. Na wale wengine ambao wanazo waulize tu, maana bila kuwepo maswali kipindi hakitakuwepo. Kwa hiyo na nikiona kwamba labda maswali yameshapungua, ina maana kwamba watu wameanza kuelewa. Kwa hiyo nitastopisha kipindi. Lengo ni kuwasaidia, lakini kama hakuna maswali tena, basi unasimamisha. Kwa hiyo haitakuwa na maana tena. Tutaenda sasa kwenye maswali. Swali la kwanza ambalo kaka huyu ameuliza kwamba, hello kaka, naomba nielekeze jinsi ya kutoa taarifa kuu ya kifo kwa mfiwa. Kaka, nisemaje kulingana na ukweli? Huyu ndugu ametoa ili swali ni kulingana na mada ambayo tuliwahi kutoa, ambapo iliongelea watu gisi Joki Sabe. Tuliongelea kuhusiana na huyu ambao wataita Lazaro Sumwane. Sasa gisi alivyoelezea wanafunzi wake kwamba amefariki, hakusema kwamba Sumwane amefariki. Kwa hiyo kuna namna ambayo aliongea hadi akawaambia sasa anapenda kujua namna gani naye pia ikiwa mtu amefariki anaweza akawaambia ndugu mfiwa namna gani kuhusiana hilo swali. Kuna namna nyingi, kwa sababu tulisema kwamba katika kutoa taarifa ya kifo kuna baadhi ambao tena wengine wanaweza wakafariki kwa sababu ya namna ulivyotoa taarifa. Kwa sababu kwa mfano kama mtu amefariki sasa hivi, amefariki tu mtu ambaye hakuwa labda hata si mgonjwa, alafu unampigia fulani amefariki, hii inaweza yani anaweza akapata mshtuko na akaanguka na akafariki. Kwa hiyo kuna namna ya kuongea, sio kwamba utaongea uongo, hapana, lakini kuna maneno ambayo yapo. Kwa mfano, ikiwa mtu tayari unajua kwamba ameshafariki, sasa unapenda kumpatia mtu taarifa, kwa sababu katika familia watu wanajua kwamba kunapokuwa taarifa kama hizi, fulani hapana kumpatia taarifa ya namna hii, labda itapitia kwa mtu fulani. Kuna mara katika familia watu wanajua kwamba ni fulani ndio anaweza katoa hii taarifa kwa fulani na atamweleza vizuri na ataelewa. Kuna wengine ambao hawatakiwi kutoa taarifa moja kwa moja, kwa sababu zao zinaenda tu boom na inaweza ikaumiza. Kwa hiyo ikiwa mtu amefariki, na zaidi sana mtu ambaye amefariki ya ghafla kabisa, unaweza ukamuuliza mtu ambaye unapenda kumpatia taarifa, hivi umeshaongea na fulani kwa mfano leo? Ni mfano tu umeshaongea, uliongea na fulani leo? Hapana, sijaongea naye. Kuna nini? Unaona kuna kitu gani? Hautaongea uongo, utasema nilikuwa napenda kujua kwanza hilo, kama uliongea naye. Inaweza ikapita dakika ngapi kadhaa, unaweza ukaleta tena kitu kingine. Sasa kwa mujibu wako yeye alienda wapi? Ilikuwa namna gani? Ilienda namna gani? Kwa sababu nasikia fununu ambazo labda sijapata uelewa vizuri sana nini ambacho kiliendelea zaidi, lakini labda nitakuja vizuri tena na taarifa halisi sana hapo baadaye. Yaani mtu ni kama unaanza kumpa nini ambacho kilimtokea, yeye ataanza kubaki nini ambacho kilimtokea kitu gani? Haujasema kwamba au kusema kwamba hajafariki, lakini unampatia tu ili kumtayarisha. Yaani kuna maneno ambayo unaweza kujua namna gani unaweza kumtayarisha. Na mwishowe baada ya hapo unaweza unaongea sasa, kwa sababu tayari umesha nani, unasema mimi nimesijui, kama nimesikia watu wanasema, kama na wewe ulipewa hiyo taarifa au kuwepo, kama kwamba labda kuna tatizo ambalo labda limemtokea mtu fulani, mtu fulani, itakuwa ni tatizo gani hilo? Na ni tatizo ambalo kama wamesema kwamba linaweza, yani tatizo ambalo likikutokea linaweza likatoa hata maisha yako.
Unaona, yani unaenda unampanga mpanga hivyo hivyo na hivyo, halafu baadaye yeye mwenyewe tu mwishowe tu atamwambia bwana, yani kweli kweli ametuacha fulani, ametoka kuhusiana na hili na hili. Huu ni mfano tu ambao nimeutoa tu haraka haraka, kwa sababu ya namna gani kutokupana taarifa ambazo zinaweza zikaumiza watu haraka. Kwa wale ambao labda mtu yuko hospitali anajulikana kwamba yeye ni mgonjwa, yuko hospitali na amefariki, huyo inaweza kuwa ni rahisi sana kuambia wapendwa, kwa sababu huyo mpendwa atakuwa labda anajua taarifa kwamba fulani amelazwa. Lakini mtu anaweza akasema kwamba nasikia hali ambayo nimesikia kwamba hali ya mgonjwa haikuwa nzuri. Hata nasema haikuwa nzuri unaweza ukamwambia mtu kwamba nasikia nani ya fulani, hali ya fulani haikuwa nzuri. Swali mtu anaweza kajiuliza, inamaanisha kwamba imeshakuwa haikuwa nzuri, ina maana kwamba imekuwa nzuri sasa, haiza namna gani? Anaingia katika maswali. Wengine anaweza akali anasema bwana, twende hospitali, twende haraka. Hautamwambia kwamba, yani unaweza kumwambia kwamba taarifa yote ambayo unaweza ukasikia kuhusiana na fulani hatuwezi tukabisha. Ni mfano tu, hajamaanisha, haujasema kwamba hajafariki, haujasema hivyo, atakuwa ameshafariki, lakini sema taarifa yoyote ambayo tukapata kuhusiana na fulani ambaye yuko hospitali, ambaye amelazwa, sio ya kubisha. Tayari unampanga huyo mtu, tayari ameshajua kwamba hajajua kikamilifu kama amefariki, lakini umeshamtengeneza tayari kwamba bwana, taarifa yoyote kwa sababu hali si nzuri, kwa mfano yeye anajua hivi, unaona. Lakini najua wasioanzishwa wao wanadanganya, anasema kwamba huyu fulani yuko hivi na tayari ameshafariki, lakini sisi tunapenda kuongea ili kwamba kusiwepo na uongo ndani, lakini unajua namna gani ya kutumia maneno ili kumwambia huyo ndugu. Huu ni mfano tu ambao nimekupatia, kwa hiyo nategemea na mtu zaidi sana. Wale ambao wamefariki kifo ambacho cha kushtukiza, ndio inakuwa ngumu sana kwa kuambia wapendwa zaidi, lakini wale ambao wanajua wako hospitalini, wamelazwa, aliko hivi, una namna, kwa sababu tayari mtu anajua kwa fulani yuko hospitali. Ndio maana kuna wengine anaposikia mtu analia huko anasema labda fulani wetu amefariki, lakini utakuta sio hivi. Kwa hiyo hilo ni jambo lingine. Asante kaka kwa chakula hiki cha roho. Roba anajitukuza kupitia mledi. Nina swali kaka linalotokana na mada hii kuhusiana na kueneza neno kwa Kristo. Umesema alikuwa akitembea ili kueneza neno. Je, mitandao kipindi hicho haikuwepo? Mitandao maana kipindi hicho watakuwa na teknolojia kubwa kuliko leo. Sasa ilikuwaje hapa? Sijapenya hadi wawe wanatembea ili kueneza neno. Naomba ufafanuzi kwa hili kaka. Ni kweli, haijamaanisha kwamba kipindi cha Jokisad kwamba teknolojia haikuwepo. No, kulikuwa teknolojia na mambo ambayo, ndio maana nasema kila jambo lina wakati wake. Kila jambo lina wakati wake. Wakati ambapo, niseme kwa mfano, kipindi ambacho mzaliwa wa kwanza alipokuja ni kipindi ambapo demon zilikuwa zikitenda kwa namna ya hali ya juu, na watu walikuwa wanapagawa ya ajabu. Yani demon, watu wanaona, yani demon, yani watu wanakuja wanatembelewa hata usiku. Demon kuna mara walikuwa na uwezo wa kuona vitu mbalimbali katika kipindi cha zamani. Lakini Jokisad alipokuja, ndio maana mtasikia wengi walikuwa wakiponywa. Yani alikuwa huyu alikuwa na demon fulani, huyu alikuwa kichaa, huyu alikuwa kipofu, mambo kama haya. Lakini watu wanaweza kujiuliza, inakuwa namna gani, mbona mzaliwa pili yeye afanye hivi? Na kila jambo lina wakati wake na muda wake. Kwa hiyo katika kipindi cha Jokisad uelewe kwamba watu weusi hawakuwa kama gisi tunavyoona kwa sasa hivi. Sasa Jokisad alipokuja sio miaka 2000 ambayo imepita, ni miaka kama 1000 ambayo imepita. Hilo unatakiwa kulielewa. Ina maana kwamba watu weusi ule umoja ulikuwepo zaidi, na hawakuwa wametawanyika sana. Sio kwamba hawakuwa dunia yote mzima, walikuwa, lakini sio kama kwa namna hii, kwa sababu wao walikuwa wote kitu kimoja. Na zamani Kristo alipokuja ni kwa sababu tu ni kwa ajili tu ya watu weusi, sio kwa ajili ya rangi zingine. Kwa hiyo walikuwa wakitembea. Kutembea sio kwamba labda unakosa usafiri. Unapotembea mguu haijamaanisha kwamba moja kwa moja 100% kwamba umekosa usafiri. Hapana, usafiri hauwezi ukakosa, lakini walitegemea, kwa sababu unaposafiri utaona mambo mengine, utakutana na watu, utaongea na watu, utafanya hili, utafanya lile. Kwa hiyo ni mambo ambayo yalikuwa ni kawaida. Na mimi nakumbuka hata wakati nilipokuwa Wasi, utakuta unatembea, unaenda sehemu, unafanya hata siku 2 njiani,
Unaposema njiani, yani usiku unapojidhihirisha, unalala sehemu, unaamka asubuhi tena unaendelea na safari yako. Haya mambo yalikuwa. Je, gari hazipo? Gari zipo. Utasema labda hauna nauli. Ikiwa umejipanga vizuri, nauli unaweza ukapata na ukaenda, lakini ni njia nyingine ambayo mtu anaweza kapenda kuitumia ili kwenda. Kwa hiyo kueneza neno kwa namna hii. Kwa hiyo haikuwa na haja kusema kwamba ukweli lazima kuwe nani mtandao wa kijamii ili Jokes abayane nao. Hapana. Na mitume wake wote walikuwa sehemu moja. Unaona hicho kitu, alikuwa na mitume wake wote sehemu moja, sio kama kwa sasa hivi sisi mmoja yuko huko, mwingine yuko katika nchi fulani, mwingine sasa, ili kwamba tupate kuonana tunakutana kwenye Zoom. Mnaona hicho kitu? Kwa hiyo Zoom ni nyingine kwa wakati huu, ni kitu ambacho ni platform ambayo inatufanya nasi pia tunakuwa kama, wakati tunapokuwa kwenye Zoom sote ni kama vile tuko katika kipindi cha Kristo, naye pia wakati alipokuwa na wanafunzi wake na watu wengine akiwa pamoja, ndicho kinachofanyika. Utofauti tu ni kwamba tuko kwenye mtandao, lakini wao walikuwa tu live kwenye, lakini tunakutana pia, tunakutana katika makanisa za nyumbani, hasa katika jite tunakutana, tunafanya hata masiku hata 10 pamoja, mambo kama haya. Kwa hiyo haijamaanisha kwamba teknolojia haikuwepo. Hapana, teknolojia ilikuwepo, tena ya hali ya juu, ambayo unatakiwa kuelewa, tofauti na huyu Yesu wao ambao wataonyesha kwamba ukiona filamu za huyu Yesu hakuna tu cha teknolojia, hakuna, yani ni vumbi tu ambazo mtaziona na unapo, yani ni vumbi tu. Swala la teknolojia kwake sahau kabisa. Kwa hicho kitu ambacho naweza nikakueleza. Yaani kaka, hivi unaposema mti mtakatifu, ina maana kuna miti mingine sio mtakatifu imetokana na kosa kaka? Ni kweli kuna miti ambayo nyingine ambayo imetokana na mseto, watu wengine ambao wanachukua hii na hili wanaweka hivi. Unajua kama kuna aina za matunda ambazo wao wenyewe wanakusanya, wanachukua, labda ni mfano tu anaweza kachukua chungwa, anachukua kwa mfano na chenja, anafanya hivi, wanafanya nani, mbegu inakuja mbegu moja. Sasa mti ambao utatoka hapo, matunda ambayo yatakuja si embe, si chungwa, si chungwa, kumla si chungwa, si chenja, inakuja aina nyingine. Utasema kwa mfano huu mti ni mti mtakatifu? Hapana, huu ni mti ambao kweli kweli ambao umetokana na namna ambayo ni ya mseto. Lakini pia kuna miti mingine ambayo kwa kweli ina maana yake zaidi sana kiroho. Maana unapoangalia kwa mfano mbuyu ni mti ambao ni mkubwa sana, ambao ni historia ambayo watu wanaweza kujua historia yake. Mbuyu ni mti ambayo katika ukweli unazungumziwa sana. Ni aina, kwa sababu roho ambazo ziko nyuma tunazijua, lakini haimaanishi kwamba miti mingine sio mitakatifu kwa namna hiyo. Unaposema mti mtakatifu, kwa sababu kuna, yani mti unaishi, mti pia unazeeka, hizo unapata. Ukiona mti unaweza ukakueleza hali halisi ya sehemu ambapo unaishi, hali tu ya mti. Ukiona tu mti gisi ulivyo, unaweza ukapatia taarifa ya namna gani maisha yanavyoendelea hapo katika hiyo sehemu. Maana mti unaweza ukaonyesha kwelikweli kwamba hapa kuna njaa kwelikweli, hapa kwamba maisha sio mazuri, mti tu lakini mambo ambayo sisi walio wengi hatujui. Kwa hiyo kuna aina hizo. Wanaposema mti mtakatifu, na utakuta kwamba ni sehemu ambapo mtu anaweza katulia kwenye mti huo, sio kwamba unapanda, lakini utakuta roho za gizo kula vitu zinakujia sehemu hiyo ambapo upo tayari. Hiyo sehemu ambayo upo na huo mti ambao utakuwa tayari, utakuwa mti mtakatifu, kwa sababu roho za gizo kula vitu hawezi wakaja sehemu hiyo, na hiyo sehemu tena hii hicho tu ni sehemu ambayo ni ya kawaida, kwamba labda ni najisi, yani kunaweza, hapana. Na ndio maana unaweza ukakuta kwamba kuna mito mitakatifu pia, kuna misitu mitakatifu. Ina maana kwamba kuna sehemu ambapo uwepo mtakatifu upo kwa wakati huo. Na ndio maana tulipoongelea kuhusiana na miti, inatakiwa kuelezewa sasa ulikuwa mti nani aliyekuwa katika huo mti, aidha alikuwa karibu ya huo mti, na hapo tayari ni kama vile, kwa mfano kuna wapendwa ambao wako katika sehemu mbalimbali, wana kumbi kabisa za michezo, kuna kumbi za harusi. Sasa itokee kwa mfano wakati fulani sisi ambao tuko katika ukweli tunaomba kumbi ambayo ni ya watu wanakusanyika, wanafanya mambo ya harusi, lakini sasa sisi tutatumia ukumbi huo kwa ajili ya neno. Tutakusanyika sisi kaka na dada pamoja, yaani muda huo ambao tunakusanyika sisi, huo ukumbi kwa wakati huo, kuanzia wakati ambao tutaanza hadi kumaliza, ni ukumbi mtakatifu kwa wakati huu. Sijui kama naelewa hilo. Sasa tunapotoka tunamaliza, watu wengine watakuja kufanya mambo yao, ni ukumbi ambao ni wa kawaida. Sijui kama naona hilo. Kwa hiyo uwepo wa wale watu ambao wako katika ukweli
ndio utafanya hiyo sehemu iwe hivyo. Sijui kama unaelewa hilo ndugu yangu. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Mimi niko pamoja na wewe na kufuatilia tangu video ya Magufuli hadi leo. Hakika huo ni ukweli kabisa, hivyo tuzidi kusonga mbele. Sio swali. Asante ndugu yangu, tuko pamoja. Ni kweli, ukweli ndio huu. Usio na wasiwasi. Video zilitolewa, video zipo, kila mmoja anaona, na ukweli unaendelea kusonga tu, hatuwezi tukarudi nyuma. Asante sana kwa hiyo. Salamu tena kaka, ni swali jingine ambalo linahusiana miaka 1000. Je, watu watakao kuwa wamezaliwa kipindi hicho watakuwa wanafariki na kuzaliana kweli katika muda huo kaka? Hilo ndio swali ambalo nauliza. Lazima kwanza, wakati watu wanapoingia katika utawala wa miaka 1000, ni vema kwanza kujua ni akina nani wanaoingia kwanza katika utawala wa miaka 1000. Katika utawala wa miaka 1000, katika kipindi hicho sisi hatutakuwepo, kwa sababu ni miaka itakayokuja huko, ni baada ya miaka mabilioni na mabilioni na mabilioni, ili kwamba utawala wa miaka 1000 ufikie. Kutakuwepo wasioanzishwa, walioneemiwa watakuwemo, walioanzishwa watakuwemo, lakini pia wasioanzishwa watakuwemo, yani watu ambao wasio katika ukweli, maana huo muda utafika, na wale wote ambao watakuwa katika kipindi hicho wako bado hai, nao pia wataingia ndani. Sasa katika utawala, ni kweli wao wasioanzishwa watazaliana, wao watazeheka. Kifo ambacho kitawaua tu ni uzee. Hakutakuwa swala la ugonjwa, hakutakuwa swala kwamba nimegongwa, au kwamba mambo ya ajali kama gisa anavyosema, au ujambazi. Haya mambo hayatakuwepo katika utawala wa miaka 1000, ila kifo kitakuwepo kwao, ni cha uzee tu. Watazaa, watoto watazaliwa, lakini kwa wale ambao walioingia, wao tayari ni wasioanzishwa, walioneemiwa, aidha walioanzishwa, hawawezi wakazaliana tena, kwa sababu tayari wameshakuwa katika uwepo mwingine. Sijui kama naona hili, wameshakuwa katika uwepo mwingine sasa, na wakati huo sasa ndipo watarisi, wao ndio watakuwa viongozi, wao ndio watakuwa wakuu katika dunia hii, na wazungu damu mchanganyiko watakuwa wafanya kazi. Hilo mulielewe vizuri, wao watakuwa wafanya kazi. Yes, watakuwa wafanya kazi, lakini wale weusi wasioanzishwa wakiangalia matendo ya walioanzishwa na wasioanzishwa, walioneemiwa, wanaweza wakajifunza hayo matendo na wakawa watu wazuri, lakini ieleweke tu mwishowe tena shetani mjuma na kikosi chake watafunguliwa tena, ili kuja tena kufanya nini? Watakuja kuwajaribu tena wale wengine. Hayo mambo ni mambo mengine. Kwa hiyo kweli kuna aina ya watu ambao watakuwa wanazaa. Aina hiyo ni wale wasio katika ukweli, ambao watakuwa katika utawala huo na wanaweza wakafariki, lakini walioanzishwa, wasioanzishwa, walioneemiwa hawawezi wakafariki tena. Yani hapo hivyo hakuna mambo ya kifo, wao wataendelea kutawala. Yani kitakuwa kama vile kile kipindi cha yani baada ya Nguko tu kuna kipindi fulani ambako kulikuwa ukimya, yani hakuna mauaji, hakuna nini, mambo kama haya. Hicho ndio kipindi ambacho kitakuwa. Asante kaka. Swali ni je, viumbe wa kiroho hawana vivuli au wao ndo kivuli chenyewe? Maana kivuli hakina kivuli. Unatakiwa kuelewa kwamba hakuna kitu ambacho kiko katika agizo kula vitu katika ulimwengu wa kiroho kisicho na ufahamu. Ukisema kwa mfano roho wa agizo kula vitu ana kivuli, ina maana kwamba hicho kivuli pia ni roho wa agizo kula vitu. Na ndio maana tukasema katika mafundisho, ukielewa vizuri, tunasema kwamba wao wanacho, lakini sio kivuli kama gisi sisi tunavyofikiria kwamba kivuli hivi. Unaweza ukasoma, unaweza ukasikiliza tena kwenye mwanzo wa video hiyo, utaona kuhusiana na kivuli kwamba ni kivuli ambacho kina ufahamu, kina akili, kina nini. Sasa kivuli chetu sisi wewe mwenyewe unakiona gisi kilivyo. Kwa hiyo ni tofauti na kivuli ambacho tukafikiri katika hali hii inayoonekana. Asante kaka kwa mafundisho. Loba anaendelea kujitukuza na kufumbua fahamu zetu. Leo kaka, nina swali linalohusiana na Mawala juu ya kitendo chake cha mauaji. Je, mwisho wake ulikuwaje? Maana aliua kwa kutotarajia kama Pongise babu yake, na tunajua kwamba Pongise japo aliua nafikiri kwa kutotarajia, ila naye aliuawa pia hivyo hivyo. Je, naye alitendewa hivyo hivyo Mawala? Kaka, naomba unieleweshe.
Kitu cha kwanza ambacho napenda kwanza kusema ni kwamba Mawalwali aliokolewa. Hilo ni jambo la kwanza kabisa. Ni yeye ndiye alianzisha mambo ya nani ya mitala katika kwa ajili kuhusu upande wa wanaume, watu wa hali inayoonekana Mawali, lakini aliokolewa. Sasa alifariki, aliimaliza namna gani safari yake, hiyo siri bado hatujapewa, lakini tunajua tu kwamba aliokolewa. Hiyo ndio taarifa ambayo tumeshapata kwa mstari wa pili. Je, aliuawa? Je, alinyakuliwa? Je, ilikuwa namna gani? Alifariki tu kifo cha kawaida? Hilo bado, ufunuo bado hatujaupata, lakini tukiupata basi tutakuja kurejea ili kuonyesha ni namna gani alivyotoweka, lakini ujue kwamba aliokolewa. Hilo ni jambo ambalo lipo. Tunashukuru sana kaka Imani Loba, atukuzwe milele. Samani nauliza hivi, mfungo kutokula na kusali unakuwaje kulingana na neno la Loba? Ndio, katika ukweli pia kuna mfungo, tunaweza tukafunga bila matatizo, lakini mfungo wetu sisi hauna uhusiano wowote kama mfungo wa hao wanafiki ambao wako katika hizo dini. Sisi kufunga sio kwamba kufunga sio mtu ambaye atakuja kuambia fulani funga muda wa siku 2, siku 3, hapana. Huu sio mfungo. Mfungo ni wewe mwenyewe unajihisi kwamba napenda kufunga, na mfungo huo sio kwamba labda kuna siku ambazo utaambiwa aiza masaa kadhaa ambayo unatakiwa. Ni wewe mwenyewe ndio utajua wakati unapoingia katika mfungo. Ina maana unaweza ukafanya hata mfungo wa dakika hata 30 unaweza ukafanya hata mfungo wa saa 1, mfungo wa saa 2 siku, lakini mfungo wa kutokula ule wa siku 3 haushauriwi kufanya huu mfungo. Sasa kuna wengine ambao wanasema kwamba wanafanya mfungo wa siku 3 hawatajaribu kula za neno. No, neno alikushauri hilo, linakuomba uwe unakula kwa wakati, usifanye mfungo ambao uko kavukavu usije ukafariki. Hilo mnielewe vizuri, ukweli au mwambie mtu hivi. Unaweza ukafunga mfungo. Kufunga ni kitu gani? Unapokuwa katika mafungo, ina maana kwamba unatengana kwanza, unaachana na kila kitu activity, yani tuseme shughuli zote ambazo uko nazo kwa siku, yani haufanyi chochote. Na hapo sio kwamba unaenda na huko kule unatembea unasema mimi nafunga. Huu ni mfungo wa namna gani? Kikawaida kabisa unatakiwa kweli unatulia nyumbani kwako kwa huu muda. Kama kuna simu yako ambayo unajua kila wakati huo unaiangalia, inazimwa, yani uko pale ni kuomba, alafu unaweka kile ambacho unapenda kuweka. Kwa nini umefunga? Kwa sababu lazima uwe na lengo la kwa nini umeenda kufunga. Kwa hiyo kufunga na kwa sababu watu wengine wanafikiri kwamba mfungo ni kutokula. No, mfungo sio kutokula. Mfungo ni kwamba wakati huo, yaani unasitisha kila aina ya kazi ambayo huo unafanya kikawaida, yote unajiconcentrate kwa wakati huo kwa ajili ya kile ambacho unapenda kwenda kukiombea, basi unakifungia. Katika mfungo huu unaweza ukawa unaimba, unaweza ukasoma vitabu, unaweza ukasikiliza mafundisho, mambo kama hayo katika muda huu, na ni wewe mwenyewe ndio unajua kwamba mimi nitafanya masaa kadhaa, aidha nitafanya siku mzima, aidha nitafanya siku 2, aidha nitafanya 3. Lakini hiyo 3 sio kwamba hauli. Kuna wakati ambapo unafika unakula. Wewe mwenyewe unajua. Kwa hiyo mfungo katika ukweli upo, lakini inategemea. Hautaambiwa na mtu kwamba nenda ukafunge kama jinsi wengine wanavyosema, hilo halipo. Wewe mwenyewe kitu ambacho unakuja kuambia kwamba fulani unatakiwa kufunga wiki nzima, Mungu amesema. Kwa nini Mungu akwambia wewe na asije kuniambia mimi direct? Wengine wanasema kwamba kwa sababu mimi ni mchungaji ndio maana amekuja kuniambia mimi. Hapana. Kwa hiyo mfungo kwetu pia katika ukweli, lakini unaomba usiwe mnafiki wakati wa mfungo, kwa sababu wanafiki ni wengi katika hizo dini. Utakuta wanajionyesha kwamba wao wanafunga na mimi nafunga. Haina hata haja ya watu wajue kwamba unafunga. Kikawaida kama unafunga unatakiwa kutulia sehemu nyumbani kwako, unatulia, kwa sababu wakati unapotembea kuna vishawishi vingi ambavyo utatoka katika hiyo mood ya nani ya mfungo, unaenda kufanya mambo mengine ambayo ni ajabu. Ndio utakuta mtu anafanya mfungo lakini anaenda kazini na mambo mengine. Haijakatazwa, lakini wewe mwenyewe unajua kwamba hautakuwa constant. Kikawaida unapokuwa katika mfungo, yani unaachana na zile activities zote ambazo wewe unafanya. Kama ni kazi, muda huo yani hautakiwi kufanya kazi, tuseme kikawaida, ili unajikita, unaacha zile activities zote ambazo unafanya, unaingia katika mambo ya mfungo. Kwa hiyo ni hivyo kaka.
Tunashukuru sana kaka Imani Loba, atukuzwe milele. Samani nauliza, je, samani nimesha kaka, nina swali. Hivi mtu aliye katika kweli anapokufa kimwili au kunyakuliwa, baada ya hapo anakuwa na ufahamu wa kinachoendelea huku duniani au kurudi, japo sisi hatumuoni? Je, kumbukumbu yoyote anakuwa nayo juu ya namna ndugu na jamaa zake aliishi nao? Alama ya kuuliza. Inategemea. Kikawaida unapotoka katika hali inayoonekana na unaenda umenyakuliwa, aidha umekufa ukiwa katika ukweli, haina haja ya ufahamu tena wa mambo ambayo yako hapa duniani tena uwe naye. Sio wote ambao wana ufahamu wa mambo ambayo yanatendeka katika dunia. Kuna baadhi, Mlidi ametuambia baadhi, na kupenda hata kutaja majina yao. Kuna baadhi, na sio kila mtu, na inaweza ikatokea kwamba wakarudi, na sio kwamba wakarudi kwamba hautajua, no, ni mifano tu. Ni kama vile wakati ambapo kuna yule ambaye tuta Longa, ambaye tuta Seti, mdogo wake wa Pungisi na Mudiwe, alikuwa sehemu anatafakari tu, kwa sababu yeye wakati mauaji alipofanyika yeye hakuwepo, lakini wakati alipozaliwa akaanza kutafakari kuhusiana na namna hayo mambo yalivyotendeka ya mauaji kati ya kaka zake, na ndipo Pungisi na Mudiwe wakamtokea wakaongea naye akaelewa kile ambacho alitakiwa kuelewa, wakarudi. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo linaweza likawezekana, lakini sio kwa kila mtu. Hawezi akaaja tu kwa sababu unahisi tumbo inauma, anakuja tu anapokuja ni kwa sababu labda umeenda tofauti, anapenda kunyoosha ili ubaki katika njia ambayo iko sahihi, na sio kila mtu ambaye anaweza kaa. Kwa hiyo sio kila yeyote ambaye ametoka katika linaonekana ambaye ana ufahamu wa mambo ambayo yanatendeka katika dunia hii. Neno likiruhusu kwamba wapate kuona, itakuwa ni sababu fulani, kutakuwa kwa ajili ya kitu fulani. So umesikia Dina ambayo tuita Samueli, wakati ambapo nyonge alipoenda kwa yule mwanamke muuguzi, umesikia gisi alivyosema, kwa nini unanikatiza kwa nini? Kwa sababu hakuwa busy na huku, nilikuwa busy na mambo mengine huko. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yapo, sio kwa kila mtu. Achana na haya mambo ambayo anasema babu yangu ananitokea, babu yako anapofariki imeisha kwake. Hilo mnielewe vizuri, kwamba babu alifariki, bibi alifariki, au fulani wetu alifariki, sasa nikawa hivi naona akanitokea usiku. Akifariki kwisha, hawezi akarudi. Hilo ambalo utaliona ni roho ya ukoo ambayo ni demon, ambazo zinaweza zikachukua muonekano wa huyo ndugu yako, alafu kwenye ndoto anakuja kutokea, alafu baadaye unasema kumbe wafu hawajafariki, wapo tu. Inategemea ni wafu gani. Yes, mfu ambaye amefariki katika ukweli, huyu unaweza kusema kwamba yupo hai ingawa amefariki, sawa hapo. Lakini sio mtu ambaye alikuwa na maisha yake ya ajabu ajabu, ukweli haujui, alafu unaniambia kwamba mababu zetu wapo tu, tunatakiwa kuomba mababu. Huyu babu yako wakati utakuta amefariki, kwa nini? Kwa ugonjwa. Sasa kwa nini yeye? Ni kwa sababu ameshafariki ndio atakuwa na nguvu tena? Kwa hiyo watu waelewe, kuna namna unaweza ukaheshimu babu yako. Haijakatazwa kumheshimu babu, lakini hauwezi ukamwabudu babu yako, kwa sababu yeye ni kiumbe anayetakiwa kuabudiwa, ni muumba mwenyewe tu peke yake. Kwa hiyo ni maswali hayo tu ambayo nimejibu, lakini kwa wakati ambao unafuata kuna maswali zaidi hata ya 15 ambayo mengine sijajibu, yatakuja sasa wakati mwingine. Na nyinyi ambao mna maswali mengine kulingana na mafundisho ambayo mengine ambayo yanakuja, basi msisite tu kuandika, na hapo kesho neno likiruhusu, kuna kuja bonge la ujumbe, kuna kuja bonge la mafundisho la video ambayo itatengenezwa neno likiruhusu. Haya mafundisho, nyinyi ambao mnapenda kuoa, nyinyi ambao mmeshaoa, mujitayarishe. Video ambayo itakuja kesho neno likiruhusu, na nyingine ambayo itafuata, yaani ziko hivi. Kwa wale ambao walikuwa na maswali kuhusiana ndoa, ninapenda kuoa, napenda hivi, hasa mimi mwanaume anatakiwa kuwa namna gani, hasa namna gani, kaeni gisi wanavyosema, kaeni mkao wa kula. Neno likiruhusu, video ya kwanza itashuka hapo kesho Jumapili, na nyingine labda ikashuka kwa siku ambazo zinafuata. Kwa hiyo maswali wekeni tu bila wasiwasi. Loba anaendelea kujitukuza.